Mimi kwenye gari yangu nilikuwa na abiria 20. Wameumia, wengine wamevunjika miguu. Tulikuwa tunatokea Intel, tunapanda mjini. Sasa tumefika maeneo ya container hapa. Tukakutana na mama mmoja alitambulisha kwa jina la askari, alikuwa anatoka huko juu. Sema ilikuwa na kasi sana. Sasa yeye akawa ameacha njia, akatuvamia sisi tukagongana uso kwa uso. Mimi kwenye gari yangu nilikuwa na abiria 20. Wameumia, wengine wamevunjika miguu. Ni askari useme sana, yeye alikuwa amelewa sana. Ni hapo aliporudi yenyewe ananuka pombe tu, amelewa sana. Mwenyewe ndo anajitambulisha anasema yeye ni askari. Umeumia wapi na wapi? Mimi nimeumia sehemu za kichwani huku, bega na kwenye mbavu. Dereva wangu amevunjika miguu yote miwili. Chanjo ni huyo mama mwenyewe, kwa sababu yeye alikuwa anatoka huko juu, kuna speed kali, afa amehama njia yake akatuvamia sisi kwenye njia yetu. Bila wengine wao kunda napata huduma ya kwanza. Ninaitwa Musa Njuga, ni mwenyekiti umoja wa madereva wa daladala mkoa wa Arusha. Mimi kama kiongozi nimefika hapa nikakuta hii ajali ipo imetokea. Sasa kama kiongozi lazimika kwamba nisimame ili kuangalia mazingira ya ajali imekuaje. Lakini baada ya kuulizia nikaambiwa kuna dereva wa gari ndogo alikuwa anatokea mjini anakwenda maeneo ya Njiro, ndio akawa ameovertake. Lakini inavyoonekana dereva yule hakuwa makini, kwa sababu ka overtake bila kuangalia usalama wa wenzake pamoja na yeye mwenyewe. Ndio akakutana na hii gari yetu ambayo ni IC, akaigonga. Ndio mwisho wa siku ikapatikanika ajali ambayo kwa kweli ni ajali mbaya, kwa sababu ina majeruhi wengi na hivi tunavyoongea wako hospitali. Swala la uaskari hilo hatuna uhakika, kwa sababu uaskari ni kazi kama kazi nyingine. Kuwa askari haina ulazima kwamba kwa sababu ni askari ndio uweze kutanua au ufanye unavyotaka barabarani. Hilo hatuwezi kuthibitisha kwa sababu hatuna uhakika wa hilo. Watu wameumia, kwa kweli watu wameumia. Kama dereva wetu, kwa sisi ambao tumeona tu kwa haraka haraka ni kwamba amevunjika miguu yote miwili, lakini hatujui hali ya maumivu zaidi, labda madaktari pale ambapo watathibitisha. Julius, tulikuwa tumetokea kule Intel, kwa tumepanda ICE, ilikuwa inaenda mjini. Baada ya kufika hapo karibia na container, kuna gari ndogo imetokea huku juu. Kuna gari ndogo imetokea huku juu, ilikuwa inashuka kule roundabout. Baada ya hapo gari ndogo ikaacha njia ikaifuata ICE. Ndio hapo ajali ilivyotokea. Nimekaa siti ya mbele. Ndio. Niliona ile gari ndogo imeacha njia ikahamia site ambayo ICE ndio ilikuwa inatokea. Ndio hapo ajali ikatokea. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anasema yeye ni askari, apeleke hospitalini kwa sababu ameumia. Na inaonekana kama vile alikuwa amelewa. Sababu hata pale wakati wanamshusha kama vile ni mtu ambayo anavyoongea unajua kabisa huyu ni mtu kama amelewa. Kwa shida ndio ilivyo. Aise. Nimeumia tu hapa, nimechibuka mkono na hapa hivi na hapa kwenye mguu hapa. Ndo mahali nimechibuka. Dereva ameumia kwenye miguu. Nasikia mguu mmoja umevunjika.